takraru al-Fatihati lighairi sababin. Tunaangalia kuikariri na kuirudia suratul Fatiha pasipokuwa na sababu ya kufanya hivyo. Yani kila unapomaliza ghairil maghdubi alaihim waladdallin, watu wakiitikia amin, unaanza tena suratul Fatiha. Sasa tutaliangalia ili jambo kisheria likoje. La yushra'u takraru al-Fatihati, sio sheria na wala haifai kuikariri, yani kuirudia suratul Fatiha fil qiyamil wahidi, katika kisimamo kimoja, min ghairi sababi, pasipokuwa na sababu. Wa huwa madhhabul jumhur, na hayo ndio madhehebu ya maulama al-Hanafiyati ambaye ni Abi Hanifa, wal Malikiyati na upande wa Imami Malik, wal Hanabila na upande wa Ahmad ibn Hanbal. Nenda kwenye kitabu Hashiyatu ibn Abidin, kitabu nambari 1 ukurasa 473, wa fi Mawahibil Jalil, kitabu nambari 2 ukurasa 304, wa fil Insafi lilmardawi, kitabu nambari 2 ukurasa ni wa 72. Wadhalika lilati, na hilo la kutokufaa kufanya hivyo ni kwa sababu ya hizi zinazofuata. Awalan, sababu ya kwanza, annahu lam yunqal ani nabii sallallahu alayhi wasallama wala an ashabihi, ni kwamba hili jambo halijawahi kunukuliwa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wala kutoka kwa masahaba zake, ya kwamba walikuwa na sifa ya kuirudia suratul Fatiha katika kisimamo hicho kimoja. Walau kana hadha min alkhairi, na lau kama ingekuwa hii ni miongoni mwa zile khairi ambazo Muislamu anatakiwa azifanye, la fa'alahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu, basi hakika ingefanya Mtume sallallahu alayhi wasallam na wangefanya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nenda kwenye kitabu Kashaful Qina'i lilbahuti, kitabu nambari 1 ukurasa 373. Thania, sababu ya pili, anna qira'at al-Fatihati, hakika kule kusoma suratul Fatiha, rukunun fi salati, hiyo ni nguzo katika ibada ya sala. Wa yalzamu min takrariha, na inalazimu kutokamana na uko kuikariri na kuirudia kwake, takraru rukuni, ni kwa sababu yatakiwa ile nguzo iwe inajirudia rudia. Sijui kama tuelewana vizuri. Kwa upande mwingine, ukilifanya hilo jambo na ni nguzo katika ibada ya sala, itakuwa ile nguzo unafanya nini? Unairudia rudia. Suratul Fatiha ni nguzo katika ibada ya sala. Leo umemaliza ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ambayo tayari ni nguzo ushaileta, kisha baada dhalika waanza tena suratul Fatiha. Kumbuka ni nini hiyo? Ni nguzo. Unaweka nguzo juu ya nguzo. Hii itakuwa moja kwa moja haifai. Tumeelewana vyema? Lakini nenda kwenye kitabu Kashaful Qina'i lilbahuti, kitabu nambari 1 ukurasa 373. Thalitha, sababu ya tatu, khurujan min khilafi man abtala as-salata, usifanye hivyo. Kwa sababu gani? Ujitoe miongoni mwa wale ambao wanakwenda kinyume na ibada ya sala, usije ukaiharibu swala yako bitakarariha, kwa kule kuirudia suratul Fatiha. Ikiwa utafanya hili jambo la kuikariri na kuirudia ile suratul Fatiha, kumbuka unaiharibu swala yako. Kwa sababu gani? Hakukufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kufanya hivyo.
na wala usiseme ya kwamba imani imepanda. Sheikh, umepiga suratul Fatiha, watu wameitikia vizuri, ukaona bora nirudie tena suratul Fatiha. Tumeelewana vizuri? Hakuna sahaba wala si Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye amelifanya hilo. Sasa liache hilo jambo ili uepukane na yule ambaye atakuwa mwenye kuiharibu swala yake kwa kulirudia rudia hilo jambo kwenye ibada ya sala. Naam, nenda kwenye kitabu Kashaful Kinai lilbahuti, kitabu nambari 1, ukurasa 375.